Habari wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote, haijalishi unaumwa au inawezekana ukawa na afya ya kawaida. Yote ni kuhakikisha afya ambayo unaitengeneza, afya ambayo umeijenga ni kuidumisha, na kwa ambayo unaitengeneza sasa hivi afya yako ni katika kuhakikisha wakati wote unakuwa salama. Ngine muendeleza madarasa yetu na sasa ni darasa 48 likiwa na swali ambalo linaeleza kwa sababu gani mwanamke anapitia changamoto ya kukosa hedhi kipindi ambacho ananyonyesha. Na swali hili limekuwa kubwa sana. Yani limekuwa na watu wengi sana ambao watamani kufahamu, na nishajaribu kueleza katika video za kawaida, ikiwa sio series za video 100. Ukiachana na madarasa 100 ambayo yametolewa leo ya tarehe 28 mwezi wa 12, kuna darasa nyuma moja ambalo linaleka isiyopungua 12 ambalo limeeleza kwa kiwango kikubwa kabisa kwa sababu gani mwanamke anakosa hedhi wakati wa period. Kwa hiyo hapa nitaenda kukujibu kifupi, lakini nitakujibu ili kuweza kupata maana, au kwa sababu ni darasa ambalo linahusiana na hiyo mada. Kwa hiyo tutajibu, lakini lazima ufahamu kuwa kuna darasa jingine liko nyuma ambalo ni kwa kiwango kikubwa na kuweza kufahamisha haya yote. Kwa nini mwanamke anakosa hedhi wakati ambapo ananyonyesha? Wakati ambapo mwanamke anakuwa katika ujauzito, homoni zake za estrogen na progesterone huwa zinakuwa kwa kiwango kikubwa wakati ambapo mwanamke anakuwa katika hali ya kunyonyesha, huwa homoni yake prolactin huwa inakuwa kwa kiwango kikubwa ambacho inapelekea kushusha kwa homoni za estrogen na progesterone, au zinakuwa zinazalishwa kwa kiwango kichache sana. Kwa kinachotokea pale ambapo homoni za prolactin ambazo zinakuwa juu sana, ambayo ni homoni mama ambayo inahusika na maziwa, kwa hiyo kinachotokea kama itakuwa juu inaweza kushusha au inashusha homoni ya estrogen na progesterone na kupelekea mwanamke kutopata ovulation au siku yake ya hatari. Kwa kinachotokea mwanamke atakosa hedhi. Kwa hiyo sababu kubwa ya wewe kuweza kukosa hedhi wakati ambapo unanyonyesha ni kuwa na kiwango kikubwa cha prolactin au homoni ambayo inahusika na maziwa na kupelekea kushusha homoni ya estrogen na progesterone na kupelekea mwanamke kukosa hedhi, na mwisho wa siku unaiona kwa nje ambapo mwanamke anapitia wakati wote. Ndio maana wakati mwingine mwanamke ambaye ananyonyesha vizuri ipasavyo huwa anakaa muda mrefu sana bila kupata hedhi, aidha miezi 6 au mwaka mmoja, nyingine mpaka miaka miwili, kwa sababu anazingatia ratiba za kunyonyesha, ajipangie ratiba yeye. Lakini pale ambapo mtoto anaamka na kuhitaji maziwa, au mtoto hata kama umelala muda mrefu anamwamsha baada ya muda wa kumpatia maziwa, basi ana sababu kubwa ya kuweza kupelekea kuchelewesha hedhi yake. Na faida moja hapo ya kuchelewa kurudi kwa hedhi ni wewe mwanamke kupata nafasi ya kunyonyesha mtoto wako, au mtoto wako kuweza kupata maziwa ya mama ipasavyo, lakini mtoto huyo kuweza kukua vizuri na kupata malezi ya mama. Lakini sababu nyingine ya kuruhusu mwili wako kupona, kwa sababu unaponyonyesha mara kwa mara, yale mabadiliko ambayo yajitokeza wakati wa ujauzito basi anaweza yakawa badilika au yakaondoka kutokana na hali ya kunyonyesha mara kwa mara, ikiwa matatizo ya mifupa ambayo mama wengi wamekuwa kilalamika baada ya kushika ujauzito, au kipindi kirefu baada ya muda mchache kuelekea kujifungua, mama wengi wamekuwa kilalamika maumivu ya viungo, nyama zinauma au misuli inauma, ambapo zinauma. Kwa hiyo unaponyonyesha mara kwa mara ile hali inaisha kabisa. Lakini mama ambao utakuwa na changamoto ya kuvimba kwa miguu, yani miguu yako inavimba au mwili wako umevimba na baada ya kujifungua, hiyo yote inaweza kupelekea ukinyonyesha mara kwa mara ikashuka na kuwa katika hali ya usalama kabisa. Kikubwa, epuka mazingira ya chumvi. Kwa mama ambao utakuwa na mwili ambao umejaa maji, epuka mazingira ya chumvi au punguza kiwango cha chumvi. Hakikisha unafanya mazoezi mara kwa mara, na unapolala hakikisha miguu yako unainua kidogo na kuwa salama wakati wote. Haya mambo ya msingi, na mambo yatakusaidia. Na kwa sababu mwanamke anakosa hedhi wakati wa kunyonyesha, ni hiyo sababu ndio nimesema hapo. Lakini kwa sababu gani wanawake wengine wamekuwa kirudiwa na hedhi mapema zaidi, ni darasa jingine ambao tutakuja hapa na kuelezana ni kitu gani huwa kinapelekea mwanamke akapata hedhi mapema zaidi baada ya kujifungua, na mwisho wa siku amejikuta akipata ujauzito. Na swali hili na nafikiri linaenda kujibu moja kwa moja lile swali ambalo tulizungumza, kwa sababu gani mwanamke anaweza akapata mimba hata kama hedhi yake haijarudi. Ni kipindi hichi ambacho huwa tunaeleza hapa, au stage hii ambayo naeleza hapa, kwamba mwanamke anapokuwa katika hali ya kunyonyesha huwa kuna hatari kubwa ya kuweza kurudi kwa mzunguko wake, lakini hedhi bado ikawa haijafika. Yaani siku yake hatari ikaanza kutangulia,
alafu ndio hedhi ikaja. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanamke anajiamini kwamba atakuwa salama, kumbe tayari yupo katika siku zake za hatari, au ana siku chache kuelekea siku za hatari, akashiriki tendo la ndoa, na baada ya kushiriki kinachoendelea pale mbele ni mbegu kuweza kuhimili katika mwili wa mwanamke ndani ya siku 3 mpaka siku 5. Kwa unaposhiriki leo, unashangaa mbegu zikakaa ndani ya siku 2 siku 3. Kwa siku ya 3 labda ndo yai linatoka, alafu baada ya muda unaingia hedhi. Au baada ya siku 14 au siku 12 unaanza kuingia hedhi. Unajikuta unapata ujauzito, na kwa sababu sasa hedhi inakuja pale ambapo yai inakuwa haijatungishwa, haujakutana na mbegu za kiume. Na baada ya kukutana hedhi inakuwa hamna. Kwa mwanamke ataamini kwamba yuko salama kipindi chote. Au pale ambapo anaamini mimi kwa sababu mzunguko wangu hujarudi basi mimi niko salama kipindi chote. Kumbe tayari una mimba nyingine ambayo tayari ishaanza kutengeneza ndani. Kwa baada ya muda utaanza kuona tumbo kubwa, wengine wamekuwa kisema una vidonda vya tumbo, wengine una tumbo la uzazi. Kama una ujauzito mwingine ambao uko ndani yako. Ni vyema ukazingatia, ni vyema kisha unakuwa salama. Afya hii itakusaidia kuwa bora wakati wote. Asante. Mpaka wakati mwingine, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya. Hii ikiwa ni video 48, ikiwa ni series za video 100, nikiwa kama natoa zawadi kwenu ya kuweza kujitunza na kuwatunza nyinyi ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii, siku yangu ya birthday, siku yangu ya kuzaliwa, tarehe 28 mwezi wa 12. Asante, mpaka wakati mwingine.